Korea ya Kaskazini itatuma tena wanajeshi nchini Urusi. Hii ni kauli iliyotolewa na katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Bwana Sergei Shoigu. Sergei Shoigu alisafiri siku ya Jumatatu kuelekea nchini Korea ya Kaskazini na kukutana na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un, na moja kati ya makubaliano ni kuipatia Korea ya Kaskazini karibia wanajeshi ambao watafanya kazi ya ujenzi katika sehemu ya eneo la kusini magharibi la Kursk la Urusi kufuatia uvamizi wa Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali vimeripoti siku ya Jumanne kama mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu alipokutana na kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini Kim Jong-un huko Pyongyang. Shoigu alisema Korea Kaskazini itatuma wanajeshi 1000 nchini Urusi ili kufuta migodi kwenye eneo la Urusi pamoja na wafanyakazi wengine 5000 wa ujenzi wa kijeshi kusaidia kurekebisha na kurejesha miundombinu iliyoharibiwa na wavamizi, akimaanisha vikosi vya Ukraine. Aliongeza kuwa maafisa katika nchi zote mbili pia wataunda kumbukumbu za vita kwa kumbukumbu ya wanajeshi wa Korea waliokufa katika vita vya ukombozi wa eneo hilo la Urusi. Anasema kuhusiana na hili, katika ziara hiyo kulikuwa na majadiliano kuhusu kuanzisha jumba la kumbukumbu na jumba la makumbusho huko Pyongyang kwa ushiriki wa upande wa Urusi, Shoigu alinukuliwa akisema kupitia shirika la habari la serikali la TASS. Korea ya Kaskazini imeibuka kuwa moja ya washirika wakuu wa Urusi tangu Rais Vladimir Putin amuru operesheni yake ya kijeshi nchini Ukraine mnamo Februari mwaka 2022, na inaripotiwa kuwa imetuma silaha kwa Urusi, na mwisho wa mwaka uliopita Korea Kaskazini ikatuma maelfu ya wanajeshi kusaidia mapambano na Moscow na dhidi ya uvamizi wa Ukraine katika eneo la Kursk ambalo lilivamiwa na Ukraine. Urusi na Korea Kaskazini zinarejesha huduma ya reli ya moja kwa moja kwa abiria baada ya miaka 4. Shoigu ambaye hapo awali aliwahi kuwa waziri wa ulinzi wa Urusi aliwasili Pyongyang kwa kazi maalum kutoka kwa Putin baada ya kutumwa, kulingana na huduma ya vyombo vya habari ya Baraza la Usalama. Hata hivyo, amefanya mazungumzo na uongozi wa Korea Kaskazini kama sehemu ya kutekeleza makubaliano yaliyoafikiwa wakati wa ziara ya awali ya mnamo Juni 4. Vyombo vya habari vya serikali vilitoa picha ya mkuu wa Baraza la Usalama akiwasili katika mji mkuu wa Korea Kaskazini ambapo alipokelewa na kukumbatiwa na Kim kabla ya wawili hao kuketi kwa mazungumzo. Mapema mwezi huu Shoigu alikutana na Kim na maafisa wakuu wa kijeshi ambapo pande zote mbili ziliahidi kuendeleza kile ambacho vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini vilielezea kama mahusiano yenye nguvu na ya kina na ushirikiano wa kimkakati. Shoigu pia alitembelea Korea Kaskazini mwezi Machi. Aliviambia vyombo vya habari vya serikali kuwa ziara zake za hivi majuzi katika nchi iliyojitenga zinahusiana na utekelezaji wa haraka wa makubaliano ya kimkakati ya ushirikiano ambayo Moscow na Pyongyang zilitia saini mwaka uliopita, ambayo ni pamoja na kifungu cha ulinzi wa pande zote mbili. Kasi ambayo makubaliano ya kina ushirikiano wa kimkakati yanatekelezwa kwa uwazi inahitaji uongozi wa mara kwa mara, marekebisho yanayoendelea na kufanya maamuzi katika ngazi zote, mkuu wa Baraza la Usalama alinukuliwa akieleza kupitia shirika la habari la TASS. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.